familia inajikuta wao ni akina nani? Hivi dada, naona feli. Kwa nini usingenipigia simu? Yaani ningepanda gari faster. Niko pale. Yesu mwenyewe alisemwa, sembuse sisi. Sisi ni wakina nani? Kusemwa ni kawaida. Kwa wala sioni taabu kusemwa. Alafu kingine mama yangu, mtu akikusema ndo maisha sasa unajifunza maisha, unaishi maisha design gani? Kakako alikuja ofisini kwangu kwa kutaka udhamini wa kwenda kuchukua mkopo. Nini? Yes. Na nilimdhamini vizuri tu, kachukua pesa za watu, sijui kafungulia biashara, sijui kala, mimi sijui. Toka amechukua hizo pesa, hajawahi kurejesha hata senti 5. Wale mabwana wameshindwa kuvumilia, wamerudi pale ofisini kwangu. Na waliomba kwenda kumfungulia kesi mahakamani. Nimewaruhusu. Na kesi wameshamfungulia. Kwa hiyo hapo alipo anatafutwa na polisi, muda wowote anakamatwa. Kwa hiyo atakaporudi mwambie akae kijanja, atakamatwa. Sawa? Lakini kakaangu, nakuomba utusaidie. Akikamatwa kakaangu, nitaishije? Nitakula vipi? Nitasomaje? Yeye ndo ananisaidia. Sasa mimi nitamsaidia nini? Yeye mwenyewe haonekani, nijue anapitia changamoto za aina gani. Lakini mimi hapa nakuomba, atarudi. Nakuomba tusaidie. Basi wewe atakapokuja mpe ujumbe wangu. Kesho asubuhi mimi nitakuja hapa, sawa? Sawa. Si ndio? Haya, ulale salama. Wapi mama, tukuoni tena. Ulipofariki mama, wakaja ndugu wenye tamaa, na zile mali ulioacha walichukua. Na kwanza nirudi nyuma, ulivyoumwa, kuna wengi walikusema vibaya, eti unakimu utakufa vibaya. Baba kukata. Mbona sikia harufu huko ndani? Umepika nini? Unapika ugali. Umpe ugali leo mpata wapi? Unga ulikuwepo. Wakati natoka shule kuna nyumba nilipita hapo. Nimegonga, kuna mama kanisaidia 2000. Ndio nimenunua mboga. Umeenda kuombea kwa watu? Kwani mdogo wangu unaniaibisha hivyo? Mbona unashindwa kuwa mvumilivu mdogo wangu? Hapa nyumbani umekula siku moja? Sijala siku moja. Sasa iweje leo kikuume hapa ukiamshe uende kuombea kwa watu? Nilikuwa nasikia njaa, ninge survive vipi? Kwani mdogo wangu unapenda kuniaibisha hivyo? Yeye utoke hapa nyumbani uende kumshinda kuvumilia? Ningevumilia nini? Nivumilieje? Kuanzia jana sijala mpaka leo saizi sijala. Navumilia nini? Kuna kitu cha kuvumilika hapo? Hapo usikemee hivyo. Sijakukemea, nimekuambia. Kuwa na adabu mdogo wangu. Mimi ni kaka yako mdogo wangu. Hiyo adabu ndo kutaila. Sasa mdogo wangu, umetoka hapa ndo kumbana kwa watu, na maana kama wazazi wetu wangekuepo, ingetokea yote. Nisingewafanya kwa sababu wangekuwa wananijali. Wewe hunijali. Kwa mdogo wangu umeamua kabisa mimi kunizalilisha kwa watu. Mimi napita huko mtaani natukanwa na simangwa kwa sababu yako wewe. Ungekuwa umeacha hela hapa. Songe hivyo mdogo wangu. Niongee vipi? Nisemeje? Kama unanijali, ungeweza kulala nje. Angali mimi mdogo wako sijala. Ungeweza? Sijala kuanzia jana mpaka leo. Unalijua hilo? Unajua nalalaje? Unajua mimi mzima? Unajua? Naomba nisamehe. Nikusamehe? Samehe ndugu wangu. Sawa, nakusamehe. Nimekusamehe ndio. Lakini kuna lingine.
kuna mkopo umekopa, unatafutwa, haupatikani. Hizo hela ulizokopa ziko wapi? Umefanyia nini? Mimi nazunguka huko mtaani, nadhalilika. Nitafute kitu tuje tule. Mwanangu, mimi nadaiwa. Yule rafiki yako sijui ndo anaitwa nani, Mkalamba. Kwani mambo yanajifichaga? Umekuja kutafutwa. Okay. Wewe niachie mimi haya. Tuongea kwetu. Sawa. Lakini kwa nini kaka yangu haukuwa mkweli? Si tunateseka hapa, kumbe umekopa. Ungeniambia basi tukae tushauriane, hiyo hela tunaifanyia nini? Ndugu wangu, ukwambia niachie mimi. Taeka sawa. Una uhakika? Mvumilivu tu mdogo wangu. Unataka kutoka? Unajua balisha tu nguo. Kuna mali naenda kidogo. Basi tule kwanza ndo utoke. Sawa. Baba lilia kwa huzuni, akasema wanangu, kifo akina Nikwambie nini ndugu yangu? Juzi nimetoka kwa mamaka na Mashimba. Kilicho nikuta nashindwa hata kuelezea. Mama walinichamba yeye na binti yake. Mama na mdomo yule. Ndipo hapo nimekuja kujua kumbe Mwajei pale aliondoka kwa sababu ya mama mkwe na wifi yake. Nini? Ndio hivyo. Hivi hiyo familia inajikuta wao ni akina nani? Hivi dada, naona feli. Kwa nini usingenipigia simu? Yaani ningepanda gari faster. Niko pale. Upande gari uje niongeze tatizo juu ya tatizo. Wakati sijampata mwanangu, uje utete fujo zako pale. Wapi utaacho salama pale? Yaani hapo tu ndo mahali unakofeli dada yangu. Yaani wewe na Mwajei nyie ni mmezidi upole. Ndio maana hata mnanyanyaswa mnavyotaka. Yaani ungenipigia simu moja tu, yaani wangenitambua mimi ni nani. Ndio wangeniona mimi ni nani. Hivi dada yangu, kwa nini? Ndugu yangu, unapokujua unapopenda shari. Siko mbona labda ningetembea na kitambulisho ili ukikamatwa tu ningakuwekea dhamana. Maana usingeachwa salama. Wewe. Haya Naomi, wenda wapi saa hizi? Mama, nimekaa huko ndani nimechoka, nikasema nikanyooshe miguu. Sasa huko kwenye kunyosha kwako miguu huko, ndiko huko na wajibu watu vibaya. Sasa hivi hapa mtaani sisi tumechafuliwa. Yaani watu wakilala wakiamka wako na sisi midomoni mwao. Ni mama wangu wewe. Kwa nini unataka kuniambia maisha yako unayoyaishi, unaishi kwa ajili ya watu? Usiseme hivyo. Alafu mbaya zaidi ni hili tukio la mke wa Mashimba kuondoka hapa nyumbani. Basi nakwambia ndio imekuwa shida hapa mtaani, kila unapopita. Oh, ni familia ile, familia Naomi na mdomo. Yaani hapa hatufai sasa hivi. Mamangu, wewe ishi maisha yako kama wewe. Maisha ya watu achana nayo, hutaweza mamangu. Achana nayo kabisa. Hayo maisha wewe huyawezi. Sawa? Alafu kibaya zaidi, ulivyomjibu vibaya mama Mwajei, mamko yake Mashimba. Sasa huwezi kujua huko mitaani kwa watu anaongea nini. Ha? Hey, nicheke mimi mtoto wa watu. Kwa hiyo nifanyaje mimi labda kwa mfano? Sasa wewe si unaona sasa hivi sisi hapa nyumbani tumekuwa na sifa mbaya. Si mimi, si wewe. Watu hawaishi. Hatuishi midomoni mwao. Nisikilize mamangu. Yesu mwenyewe alisemwa, sembuse sisi. Sisi ni wakina nani?
Kusemwa ni kawaida. Kwa wala sioni taabu kusemwa. Alafu kingine mama yangu, mtu akikusema ndo maisha sasa unajifunza maisha unaishi maisha design gani? Kwa hiyo nataka usisemwe wewe ni nani? Sio kweli Naomi. Naomba mwanangu upunguze mdomo. Upunguze mdomo ili ya kwako ya kuendee. Hebu niambie mwanangu hapo ulipo. Ina maana kuna mchumba atakuja atauliza jamani natafuta binti wa kuoa. Mtu anaweza akamwambia nenda pale kwa mama Mashimba na binti yake. Ushaanza. Yaani wewe tukishaanza kuongelea masuala hayo lazima uweke neno la kuolewa. Yaani tukishaanza tu lazima ugusie hilo swala. Kwa sababu gani mama? Umri unaenda mwanangu, ndio maana nakukanya kila siku kwa huo mdomo wako na hizo tabia zako, naomba upunguze. Na hivi ninavyokuambia, naomba ukamuombe msamaha mama Mwajei, mama mkwe wake Mashimba. Ili angalau labda hizo sifa mbaya tunazosambaziwa huko mtaani labda zitapungua mwanangu. Mimi najisikia vibaya, sijui wewe kama unaona ni sawa. Yaani Naomi mimi binti yako nikamwombe yule mama msamaha. Nitakuwa nimechanganyikiwa. Nitakuwa akili zangu zimeshafetuka. Kweli? Au itakuwa zimeshatoka hapa zikahamia mgongoni. Lakini kama na akili zangu timamu, siwezi kwenda kumwomba yule mama msamaha. Kwa hiyo haya tunayotapakaziwa humu mtaani wewe unaona ni sawa tu? Mimi naona aibu kila ninapopita tunanyoshewa vidole. Kwa hiyo mwenzangu wewe unaona ni sawa kabisa. Mama, mimi unanipotezea muda. Mimi kwa safari zangu. Masuala ya mama Mwajei mimi haya hanihusu. Nishaongea nimeshaongea. Kwa hiyo anisumbui kwa lolote lile anisumbui. Sio kwamba hakusumbui. Yaani hivi ninavyokuambia, naomba umtafute mama Mwajei umuombe msamaha. Ndio tutaelewana mimi na wewe. Ili angalau basi hata robo yake ya haya maneno ya hapa mtaani tunayosemwa yapungue. Mama yangu, nimekuambia hivi. Mimi kwenda kumwomba yule mama msamaha siwezi. Labda dunia igeuke. Ikigeuka hivi ndio nitaenda kumwomba msamaha, lakini kama jegeuka Naomi mimi siwezi. Yaani hilo sahau. Sasa hawa ndugu zako wa kiume watapata wake kweli? Kichepe ndio huyo hajaoa. Mashimba ndio huyo mwanamke kaondoka. Haya kuna mwanamke gani tena ambaye atathubutu kuingia katika familia hii? Leo hii unaniambia kwamba hutothubutu kwenda kumwomba mama Mwajei msamaha. Kwa nini ulikuwa unaenda? Wewe niache bwana. Sasa nyumbani. Na mimi na safari zangu baadaye mama. Kwa hiyo ndio umekataa. Nitajifikiria kwenda kumwomba mama Mwajei msamaha. Nitajifikiria. Dada, mi usinitie uoga wowote ule. Tayari pale wana hatia kwa sababu tayari mtoto wetu hatumuoni. Upo. Kwa hiyo sisi ndo tungeenda pale na kuwakamata na kuwaingiza ndani. Wangesema mtoto wetu yuko wapi. Hivi siku zote unajua kwamba mwenye haki ni yule ambaye unaenda kumfuata wewe? Au fahamu hilo? Yaani uondoke wewe, uingie kwenye familia ya watu, ukalete vurugu, alafu acho salama. Akienda kulalamika polisi anaonekana kwamba mwenye makosa ni nani? Kama sio ule mwingine nyumbani kwake. Ingekuwa ni vizuri ajipeleke polisi mwenyewe. Angejieleza, angemtoa mtoto wetu mahali alipomweka. Kwa nataka mwanangu apatikane, nataka kuniongeza matatizo wewe. Baada kumtafuta Mwajei, ningeongeza kukuhangaikia wewe polisi. Sasa nikwambie kitu. Hebu nyanyuka bwana hapo tuondoke. Mimi nimechoka. Wewe dada nao umezidi sana upole. Acha huo upole uende mbinguni. Eti mezidi upole. Wewe ungekuwa sio mpole. Mbona ukigusiwa tu sala ya polisi unaogopa? Wewe ni mpole vile vile. Maana ungekuwa uogopi polisi, ningeona wewe ni shujaa. Lakini una shujaa wote. Sasa yoyote ametoka wapi? Ametoka wapi? Kwa hiyo unapotaka kwenda kuniletea nani shida kwa watu? Unategemea nini? Wakati mwanangu yeye sijampata. Yaani huyu kashawehuka. Yaani hakawi kukasirika kitu kidogo tu ameshanuna. Kwenye mbili uanza na moja, mimi bado unajikumbusha. Shikamoo kaka. Marhaba.
Vipi tena huko? Unatoka wapi? Kwa rafiki yangu. Ushaanza kuzurura siku hizi? Hapana. Haya, kaka yako alirudi jana? Ndio. Ulimueleza nilichokuwa nimekwambia? Ndio. Alikujibuje? Alinijibu wakati anarudi alikutana na vibaka, akakabwa, ameibiwa zile pesa zote. Sasa kama alikutana na vibaka, hilo tatizo ni kubwa. Kwa nini asingenishirikisha akaja ndugu yangu ni 1 2 3 nikajua namna ya kumsaidia? Yeye anaona kukimbia kimbia ndo dawa. Sijui kwa kweli, na mimi niliongea naye jana sana. Sasa yuko wapi? Kiukweli mimi simuelewi kaka yangu siku hizi. Anafanya vitu vya kipumbavu kweli. Polisi wanamtia mbaroni muda wowote. Nilikwambia mambo mazuri yanapatikana hapa katika hoteli ya SG Resort. Ndio kabisa. Umejioneaje? Yaani mazingira ya kwanza hadi nimefurahi sana mazingira ya hapa. Na naenjoy kabisa. Ase bana wewe. Kwanza naomba nisikilize. Ndio kabisa. Ukishafika hapa kama nilivyokuahidi. Ndio. Utalala, utakula, utakunywa, restaurant, kila kitu. Umesahau swimming pool yenyewe nimeogelea leo. Nilikwambia. Ase ni safi na salama. Na salama. Na ulinzi upo wa kutosha. Wa kutosha. Kama ulivyoniambia. Ulichokisahau sasa. Kwenye chakula. Naomba ukienda mikoani kawaambie ndio SG Resort ndo habari ya Arusha. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani unachongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina, hata kibanda sina.